Yes, mtazamaji wa Mastaz TV, huko na mimi Dati ambaye wakilisha vema kwenye Mastaz TV nikiwa kama wa kike. So leo ni siku ambayo watu wengi wameiona kuwa ni siku ya mshangao. Siku ambayo Dikireli alikuja kufanya kitu ambacho kilikuwa ni tukio ya mara ya kwanza kabisa kufanyika mahali hapa, na ilifanyika kwa familia nzima ya Mr. Diki pamoja na mke wake na watoto wake walikuwepo kwenye hilo tukio. Baadhi ya matukio mmeshayaona na mnayashuhudia kwenye media hii ya Mastaz TV. Pia nimeona niwasogezee hili hapa ambalo ni bora zaidi kuliko. Mke wa Dikireli tunamjua na tumemuona, baadhi tumemuona kwa mara ya kwanza kwenye mambo ya TV na wengine tulikuwa tumemzoea, lakini sasa kwa wale ambao labda sisi hatumjui, tumeona ni vyema zaidi sana tusogezeane huyu bidada ajitambulishe kwa majina yake na atuambie story fupi ilikuwaje mpaka akafika kuitwa mke wa Diki. So nikusihi tu mtazamaji wa Mastaz TV, ili wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi usubscribe, kulike na comment mambo yetu. Karibu. Shikamoo bidada. Marhaba. Ujambo? Sijambo. Aya, nitamani mtazamaji alijue jina lako. Jina? Naitwa Mama Neko. Mama Neko, hilo ndo jina ulilolipewa na baba na mama, si ndio? Hamna. Ndo jina la kwangu sasa hivi. La hapo awali ulikuwa unaitwa nani? Alive Safi. Alive Safi. So bidada Alive Safi sasa hivi unatambulika kama mke wa Diki. So hatujui kama ilikuwaje mpaka ukafika kuwa mke wa Diki, lakini nikisema hatujui ilikuwaje, hakuna mke anayetolewa tu hivi hivi. Ina maana kulikuwa process za wewe kufanyika mke. Na tuachane na hayo, ni kwamba toka uwe mke wa Diki na ufanyike kuwa mke, hatujawahi kuona kwenye hafla yoyote ile ya Diki, tofauti na EP yake hapo nyuma ulijumuika. Ilikuwaje kwenye hili? Yaani niseme kwa hili, mimi huwa sitaki kuonekana kwenye matukio kivile. Kwa kuwa mimi sio msanii, mimi ni mke wa msanii. Kwa hiyo mambo ya matukio mimi hayanihusu. Huwa nakataa, huwa ananiambia, hata kwenye EP alinishirikisha, kaniambia natajika uwepo, lakini nilikataa. Mwambia sitoenda. Sasa kwa nini unakuwa unasikia vizuri ndio ilimuuma, lakini mwambia sijisikii kwenda na sitoenda. Kwa nini unakuwa unafanya hivyo? Huwa sipendi tu. Huwa sipendi kuonekana kwenye TV. Yaani hauna hata ile shauku kusema kwamba kwa hivi mume wangu ni hivi na mimi niwe hivi, kwa nini? Hamna, ni vitu ambavyo sijavizoea. Sijakuwa kwenye mazingira hayo. Haujakuwa kwenye mazingira hayo. So kwa kwenye mazingira ya Kikristo. Kwa hiyo mambo sijayazoea. Kwa hiyo naamini muziki ni kitu tofauti na Ukristo, si ndio? Ni kitu ambacho kwa kinyume. Hivi unaamini kila msanii anayefanya muziki hana imani, kwa ana imani yake ambayo huwa anaamini fulani ni fulani na kupitia fulani mimi natakiwa kuwa fulani? Unaamini hilo? Hamna, sio kila msanii. Kuna ambao wanamtegemea Mungu na kuna ambao wanategemea ushirikina. Sasa kama unaamini kwamba anaweza nikafanya usanii lakini nikabaki kumwamini Kristo kuwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi wangu, au nikabaki kumwamini Hala, nikabaki kumwamini mtume mwingine yote ule, kwa nini usio unafanya kama mume wako anavyotaka? Kwa kuwa mimi najua anaimba nyimbo za kidunia. Ndio anamwamini Mungu, lakini nyimbo ambazo anazimba ni za kidunia. Maana una support sana naye. Huwa namsupport kwenye nyimbo zake, huwa namsupport tu. Unaweza kumsupport kwenye nyimbo, ni shauri la ndani. Lakini huko hadharani huwa tukuoni sana uko big up sana naye. Kwenye matukio si washiriki sana kivile, kwa kuwa mimi na majukumu mengi. Sasa hivi mimi ni mama wa nyumba na watoto ambao wanizingira. Kwa hiyo siwezi nikajiweka sana kwenye matukio. Kwa kuwa nitakuwa busy, nipo huko kwenye mambo ya sanaa. Huko watu wananitegemea mimi mama kama vile mlezi. Watahitaji chakula. Kwa hiyo natakiwa niwe karibu sana wanangu. Okay, poa. Tumemwona leo mume wako ameleta kitu kipya. Sijui shauri la ndani limefanya kazi au mmekubaliana hadi akaamua kuleta hiki kitu hapa? Ndio, ni makubaliano yetu. Alinishirikisha na tukio fulani nataka litumike, 1 2 3 nataka ninunue kitu fulani ili tunaenjoy hapa nyumbani kwetu, tunapumzika. Kaambia ndio, ni jambo nzuri. Tulikubaliana. Kwa hiyo alinishauri, alinieleza na mimi nikakubali, kwa ni kitu kizuri.
hilo jambo lilichukuliaje? Limekufurahisha au limekusononesha? Maana ni jambo ambalo limechukua gharama kubwa sana. Tukiangalia tu kuanzia maandalizi mpaka kufika pale lilipofikia, haikosi kuchukua hata takriban milioni. Na wewe kama mwanasheria wa ndani, hilo jambo lilichukuliaje? Mimi limenifurahisha tu, kwa kuwa nimefurahisha sana. Kwa kuwa ni tukio ambalo amefanya kama vile amefanyia kama vile surprise, ameniheshimisha, ametambulisha kwa jamii kuwa mimi ndo mke wake halali. Nimefurahi sana. Mbona umesema mke halali? Ina maana kuna wake wengine ambao sio halali, si ndio? Ni kuna wake wengine sio halali. Kwa hiyo wangekuwepo, tungekuwa si wote tupo hapa, lakini ilikuwa nipo peke yangu. Kwa hiyo nimefurahi, ni jambo la heri sana. Nimefurahi sana sana sana. Okay, kuna wanawake wengine ambao wameolewa na watu ambao wanafanya sanaa ya muziki na wanajisikia sana, yani wanajisikia uwepo mwingi sana kuwepo na wanaume ambao labda wanafanya ile kazi, wanafurahia sana kwa nao wanaume wao wa hivyo. Ina maana wanajionyesha kila sehemu kwenye mtandao wa kijamii, tukiachilia TikTok, Facebook. Wewe kwako haipo sana hivyo, ni kwa nini? Kama nilivyosema awali, labda hao tokea zamani hata kabla hawajaolewa walikuwa wanazoea mazingira. Ndio maana hadi sasa hivi wameolewa hapo kwenye hiyo mitandao ya kijamii, wanafanya mambo yote sijui na nini. Ndio hivyo, ila mimi sijazoea. Okay, poa. Unaweza ukawashauri nini hao labda walikuwa wameshazoea na sasa hivi wana majukumu ni wake wa nyumbani, wana watoto, lakini wanakuwa wanaachilia mbali kuwa wake na kuwa watoto, wanakuwa wanafanya kama hivyo wanavyofanya. Wewe unawashauri nini? Na kwa ushauri wangu wapunguze, kwa kuwa wameshaolewa, wanakuwa na majukumu mengi, washakuwa wake wa ndani, wanatakiwa watulie, wawe bize sana watoto. Wao umeshakuwa muda, wameshakuwa na familia, wanatakiwa watulie, walee familia. Unasema unaitwa Mama Neko. Tukiachilia Neko, una watoto wangapi? Na watoto 3. 3. Hao watoto 3 wa kiume wa kike wangapi? Wa kiume 2 na wa kike 1. Okay, hivi una miaka mingapi toka uwe kwenye ndoa? Na miaka 7 sasa hivi. Okay, mke wa Dicky really ni vizuri na ni sawa kwa kuwa ulisema wewe ni mwanamke na unajiheshimu, unakaa, unaangalia, ni vizuri. Sasa tukiachilia mbali hayo yote, kuna kavumi ambazo haziendi sawa na haziko sawa kuhusu labda Dicky really. Kuna mambo aliyefanya hapo nyuma ambayo ilikuwa location alikuwa anakimbia, baadhi ya watu walisema maneno mengi na mpaka sasa leo amekitoa hiki na imani watu watasema. Wewe kama mke wa Dicky really unakuwa una dua gani huko ndani kwa mnakoishi wewe na mume wako? Mimi nazidi tu kumwombea mume wangu afanye matukio makubwa hata ambaye amefanya leo, yani afanye mengine zaidi ya haya. Yani Mungu amjalie katika kipato chake, katika kazi yake, azidi kuingiza kipato kikubwa ili azidi kutumika matukio makubwa zaidi ya haya. Ukiwa kama mchunga hazina wa Dicky really, leo kwenye hazina yako kumetoka kiasi cha fedha shingapi? Kwa maandalizi yote ambayo yametumika hapo, umetoka kiasi cha 1.5 milioni. Haijakuuma sana ulivyotoa hiyo hela? Haijanyuma sana kivile kwa sababu tumeenjoy wote kwa pamoja. Hiyo hela ndefu mbona? Hiyo hela ndefu sana. Na imani iliumiza wewe kama mwanamke na una budget za watoto 3. Naona kuna vitu ulimuonesha hapo, Dicky ni hivi, kwa hiyo hayo mambo tuyaacha. Haijawahi kutokea hiyo? Na huwa anatokea kwa vitu vingine, lakini haikunumiza kivile kwa sababu najua yatarudi. Nimeingia kwenye account yake, najua itarudi tena kwenye account. Tutarudisha hicho kiasi ambacho kimepotea. Vizuri. So unalipi la kuambia watazamaji wa Mastaz TV ambao labda walikuwa hawakujui, ndo mara ya kwanza kabisa tuseme toka umeolewa na Dicky, ndo mara ya kwanza tunaona unafanya kitu kama hicho. Unalipi la kuambia? Cha kuambia, nawapenda sana. Nawapenda sana, wazidi kutufuatilia, wazidi kumfuatilia mume wangu na wazidi kufuatilia hii TV. Okay. Asante mtazamaji wa Mastaz TV, ulikuwa na mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera yangu alikuwa Isaac Kabaisa. Huyu ni bidada ambaye amebahatika kuolewa na Dicky really, msanii mkubwa sana maeneo ya hapa nyumbani na naamini nyote mlikuwa hamjui. Wengine walikuwa wanasema labda Dicky ni ana mke lakini mke wake hajawahi kutambulikaga kwenye mitandao ya kijamii. Leo nimewaletea kabisa full interview ya mke wa Dicky, ilikuwaje yeye akawa mke wa Dicky na ana watoto wangapi na Dicky.
Asante, nilikusii toka awali kusema kwamba ili uwe wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi subscribe, kulike na kucomment. Asante.